حمدا مكملا كما جاء في القرآن بالحق منزلا يكرره في البدء والختم من تلا بدأت ببسم الله والحمد أولا على نعم لم تقصى فيما تنزلا والله ربنا قد هدانا بفضله ونثني عليه وثنى محو حقه فما حادث فاني يقوم بشكره ومنها ثناء للإله بنفسه على نفسه إذ ليس تحصى من تلا نبي الهدى فوق الأنام مقامه وصلى عليه ربنا وأنامه ففضل علينا حبه واحترامه ومنها صلاة الله ثم سلامه على المصطفى سر الوجود مكملا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها أما بعد حاضر أحييكم بالتحية الخالدة التحية الطيبة من عند مولانا ألا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أن نشكر Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natambua kusimama mbele ya wanachuoni wakiongozwa na shekhe letu shekhe wa kata, lakini tunaye mlezi wangu mwenyekiti wa umoja wa walimu wa madrasa mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Juma Ahmad Mayugwa, lakini tunaye amiri wa walimu wa dini na shuleni shekhe letu Sheikh Muhidini, tunaye msemaji wetu wa baraza kata ya Manzese na wote mliohudhuria. Tambue uwepo wenu, lakini Mwenyezi Mungu ametambua zaidi. Watukufu ndugu zangu, nimeamrishwa hapa na bwana mkubwa nisimame niseme, na nitakachokisema leo makana al-usrati fil islami wa fi mujtama. Makanatul usra fil islami wa fil mujtama, nafasi ya familia katika Uislamu, nafasi ya familia katika jamii. Watukufu ndugu zangu tuliohudhuria, al-usratu fil islam sarfu shamil mushayyad ala atiki afradiha bina'u al-mujtama وبقدر تمسك أعضائها وترابطهم وقوة علاقات بينهم يقوى المجتمع. Familia katika Uislamu, familia ni jengo lililokuwa kubwa, ni jengo refu ambalo hujengwa juu ya mabega ya mmoja mmoja, hujengwa juu ya mabega ya mmoja mmoja, jengo la jamii. Watukufu wa Islam, jamii hujengwa na familia. Familia ndiyo tofali la mwanzo katika kuitengeneza jamii. Kwa hivyo, ili tupate jamii iliyokuwa nzuri, inategemea familia zetu tumezijengaje. Hatuwezi kuwa na jamii iliyokuwa sawa sawa ikiwa tuna familia zilizopinda. Wa kaifa yastaqimu dhillu wal 'udu a'la, ni vipi kitanyooka kivuli ikiwa mti wake umepinda? Ndugu zangu watukufu wa Islam, daraja la familia katika jamii
kama vile daraja la moyo katika kiwiliwili. Yaqul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, inna fi jasad mudghatan idha fasadat fasada jasad kullu wa idha salat salat jasad kullu ala wa hiya alqalb. Katika mwili wa binadamu kuna pande la nyama. Pande hilo la nyama likitengenezeka sawa sawa na mwili unakuwa uko sawa sawa. Pande hilo la nyama likiharibika na mwili unakuwa umeharibika. Sawa sawa na familia. Familia yangu na ya kwako na ya yule zikijengeka katika maadili yaliyokuwa mazuri, tutarajie kupata jamii iliyokuwa bora. Familia yangu na ya kwako na yule ikijengeka katika maadili mabaya, tutarajie kupata jamii iliyokuwa nzuri. Maana yake ni kwamba hata hawa jenzii na panyarodi, msingi wake ni sisi ndio tumewatengeneza. Ni namna gani tumeandaa familia zetu ili kutengeneza jamii? Kwa sababu familia ndiyo tofali la kwanza la kutengeneza jamii. Watukufu ndugu zangu Waislamu tuliohudhuria hapa, kila mmoja ana nafasi ya kutengeneza jamii anayoishi. Jamii inatengenezeka na familia ya mtu mmoja mmoja. Je, wewe familia yako unaitazamaje? Mwangalie mzee Luqmani, alimwambia mwanae, ya bunayya aqimi swala wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azmi al-umur wa la tusahhil khaddaka lin-nas. Mzee Luqmani anamwambia mwanae, ya bunayya aqimi swala. Tujiulize tuliokuja maulidini, wewe mara ya mwisho kumwambia mtoto wako umeswali ilikuwa ni lini? Yani kumuuliza mwanao, wewe umeswali ilikuwa ni lini? Na tukienda katika migogoro mingi inayokwenda katika baraza ya wanandoa, utasikia mgogoro, mke kamtuhumu mume kwa kuwa hajamwachia pesa, mume kamtuhumu mke pengine mjeuri, lakini hakuna kesi inayokwenda mume kamtuhumu mke haswali. Yani ikafikia sehemu watu wakashtakiana katika ndoa kwa sababu ya swala, hilo hakuna. Lakini mambo ambayo ni mambo ya kipuuzi ndiyo yanawezekana katika ofisi za mashehe. Turudi katika mstari kutengeneza jamii yetu, kwa sababu familia ndiyo msingi wa kutengeneza jamii. Tuwajaze watoto wetu ili kuokoa jenzii, tuwajaze Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man takun bir rasulillahi nusratuhu in talqahu al-uslu fi ajabiha tajma. Tukimfanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ndiyo nusura yetu, hata simba ukikutana naye kwenye vichaka anajificha. Mtoto wako anamjua Mtume? Je, uliwahi kumuuliza mtoto wako amesoma nini madrasani? Au unakazana kumuuliza mtoto wako ameandika nini shuleni? Alhamdulillah, unapigania jambo zuri. Unataka mwanao aje kuwa injinia, aje kuwa daktari vizuri, lakini mwandae aje kuwa injinia anayekujua baba yake ni nani. Mwandae mwanao aje kuwa daktari anayejua thamani ya mama. La sivyo utaandaa injinia asiyemjua Mungu na Mtume, na baba ndio kabisa. Andaa mazingira kwa watoto wako katika familia yako, mtoto ajue kwamba kumfanyia wema mzazi ni wajibu na si msaada. Leo hii watoto wanawafanyia msaada wazazi wao, na nalalamika, mimi baba yangu namsaidia sana. Adui kwamba kumfanyia wema ni wajibu wa mtoto yote, kwa sababu kumwandaa huyu mtoto kujua kuwa yeye ana wajibu wa kukufanyia wema wewe mzazi. Kwa sababu gani? Ukumpa Mtume Muhammad. Ukimweka Mtume Muhammad katika kifua chake, atajua kwamba mimi nina jukumu la kuwalea wazazi wangu. Al-usratu fil Islam sar'un shamil. Familia ni jengo lililokuwa kubwa na ndiyo linatengeneza jamii. Tuwapandikize watoto wetu Mtume Muhammad. Wakimpenda Mtume watajua ridha Allah fi ridha walidayhi. Watajua kwamba ili kumridhisha Mungu lazima niridhishe wazee wangu. Wakiwa na Mtume Muhammad watajua sakhatullah fi suhtul walidayhi. Kuwachukiza wazazi ni kumchukiza Allah subhanahu wa ta'ala.
Lakini mwandae mtoto wako aje kuwa profesa, anajua aljannatu tahta aqdam al-ummahat, pepo yake iko chini yako. Usimwandae mtoto wa kuja kufanya msaada wa kukulea wewe baada ya kuwa wajibu wake. Wallahu wali tawfiki. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran.